Basi nisipoteze muda, tuweze kuendelea na somo letu la siku ya leo. Na leo tunamaliza mfululizo wetu ambao tumeanza nao mwaka jana. Tulianza mwaka jana hapa, sikumbuki ilikuwa mwezi wa ngapi. Kwa wale ambao wakongwe, tulianza mwaka jana. Kwa hiyo leo tunafika mwisho wa somo letu ambalo tulianza nalo mwaka mzima. Na kwa wale ambao hawakuwepo, tulikuwa tunaangalia faida za kumtegemea Mungu, hatua za kuchukua ili uweze kufikia ndoto zako, hatua za kuchukua ili uweze kufikia ndoto zako, na ziko hatua 10. Kwa hiyo tumeshajadili hatua 9. Leo tutamaliza, na baada ya hapa tutaanza somo lingine, mfululizo mwingine ambao tutaenda nao mpaka pale ambapo tutamaliza. Na mstari ambao tulikuwa tunasimamia au case study, mtu ambao tulikuwa tunamwangalia alikuwa anaitwa Yosia, na tulikuwa tunasoma Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ile ni ya 34 mstari wa 1 hadi wa 8. Tutamaliza leo, kwa hiyo tutakwenda kusoma tena kwa pamoja, alafu nitafanya kwa dakika 20, nitarudia somo lililopita, alafu nitapandishia somo letu la mwisho la siku ya leo. Kwa hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 34 mstari wa 1 hadi wa 8. Naomba kama unaona utasoma kwa nguvu. 1, 2, 3, twende. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala, akatawala miaka 31 huko Yerusalemu. Mstari wa 2. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaziendea njia za Daudi babaye, asigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Mstari wa 3. Kwa kuwa katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake, naye akali mchanga, alianza kutafuta Mungu wa Daudi babaye, hata katika mwaka wa 12 akaanza kusafisha Yuda na Yerusalemu kwa kuondoa mahali pa juu na kwa kuondoa maashera na sanamu za kuchora nazo za kusubu. Mstari wa 4. Wakazibomoa madhabahu za Baali machoni pake, na sanamu za jua zilizoinuliwa juu yake, akazikatakata, na maashera na sanamu za kuchonga nazo za kusubu akazivunja-vunja, akaziponda kuwa mavumbi, akayamimina juu ya makaburi ya hao waliochinjia dhabihu. Mstari wa 5. Akaitengeneza madhabahu akaisafisha Yuda na Yerusalemu, na katika miji ya Manase na Efraimu na Simeoni mpaka Naftali, akafanya vile vile na katika magonjwa yake zote. Mstari wa 7. Akazibomoa madhabahu, akaponda maashera na sanamu kwa mavumbi, akazikatakata sanamu zote katika nchi yote ya Israeli, kisha akarejea Yerusalemu. Mstari wa mwisho. Hata katika mwaka wa 18 wa kutawala kwake, alipokwisha kuisafisha nchi na nyumba, akamtuma Shafani mwana wa Azaria na Maaseya akida wa mji na Yoa mwana wa Yohazi mwandishi wa tarehe, waitengeneze nyumba ya Bwana Mungu wake. Amen. Nilijaribu kutafsiri nini maana ya Baali, kiBiblia nini maana ya Baali. Ninarudia kwa makusudi ili niweze kuunganisha somo langu la siku ya leo. Tuliangalia nini maana ya Baali. Tukasema Baali alikuwa ni mungu wa uongo, mungu wa Wakanaani, au mungu wa uzazi, mungu wa mvua, na mungu ambao alikuwa anatumika kama vile ni mungu wa mafanikio kwa watu. Alikuwa anaabudiwa na watu, na watu wanamtolea sadaka kwa ajili, wanafanya na uasherati na mambo mengine yanafanyika kwa huyu mungu wa Baali. Kwa hiyo Baali ni kama mfumo wa maisha ambao ulikuwa unategemea vitu vya duniani badala ya Mungu. Hiyo ni Baali. Ni mfumo fulani wa maisha, linaweza lisiwe tu tena eneo fulani, unakuwa kama mfumo
kama utaratibu fulani wa maisha ya mtu ambao haumtegemei Mungu, unategemea vitu. Kwa hiyo kubomoa madhabahu ya Baali, hiyo ni Baali. Sasa madhabahu ni kitu gani? Tukaangalia pia mwezi uliopita fellowship yetu ya mwisho. Tukasema madhabahu ni mahali ambapo watu walikuwa wanakwenda kumtolea Mungu sadaka. Madhabahu ni sehemu ambayo watu wanaenda kumtolea Mungu sadaka. Ni sehemu ambayo ni mahali ambapo watu walikuwa wanakwenda kuwasiliana na Mungu wao. Huyo ni madhabahu. Nisikilize kwa sababu kwa nini nimerudia tena, ili tukumbuke, kwa sababu leo tunaenda kumaliza huu mtiririko. Kwa hiyo ni mahali ambapo walikuwa wanaenda kumwabudu Mungu. Kwa hiyo madhabahu ni sehemu ambayo mtu anaenda kukutana na Mungu wake, inakuwa ni madhabahu. Kwa hiyo tukisema madhabahu ya Baali, kumbe ndio hiyo Mungu, mahali pa kutoa sadaka. Tukisema sasa madhabahu ya Baali, maana yake ni mahali au mfumo ambapo mtu anajitoa kwa mambo yasiyo ya Mungu ili kupata mafanikio. Kwa hiyo inakuwa madhabahu ya Baali. Kwa hiyo inakuwa ni eneo, mfumo au eneo ambalo watu wanakwenda wanaenda wanajitoa pale ili kupata mafanikio, lakini ni nje na mpango wa Mungu. Kwa hiyo madhabahu madhabahu ya Baali kwa leo, madhabahu ya Baali kwa leo tulisema sio mawe tena, ni mfumo wa maisha. Ni mfumo wa maisha na mfumo wa kimaamuzi. Kwa hiyo tena sio eneo tena, ni mfumo fulani ambao mtu anaufanya, lakini sio hamtegemei Mungu, sio kwa Mungu, ni mfumo wake. Tukaangalia aina za madhabahu ya Baali sasa hivi. Tukasema kwa mfano madhabahu ya pesa. Nitafanya chochote ili nipate pesa. Kwa hiyo huyo anakuwa Baali kwako. Maadili yanatolewa sadaka. Unaacha maadili yako mazuri kwa sababu ya fedha. Unatoa uaminifu upate pesa. Hiyo ni madhabahu. Unatoa uaminifu mradi nipate pesa. Kwa hiyo unapata pesa, lakini uaminifu unauza. Kwa exchange unayefanya ya uaminifu. Kwa hiyo yani uaminifu ndio inakuwa kama exchange. Unabadilisha, badala ya kutoa pesa unatoa uaminifu wako ili upate kitu. Kwa hiyo kile kitu umekiua. Kwa hiyo tukasema madhabahu ya pesa ipo kabisa, na mnaiona ina nguvu kweli. Na mtu yuko tayari kufanya chochote mradi apate pesa. Tukaangalia madhabahu ya tamaa na starehe. Raha inakuwa kipaumbele chako kuliko kusudi la Mungu, kuliko purpose. Starehe inachukua kipaumbele, inachukua mpaka nafasi ya Mungu. Na tukaona nidhamu inatolewa sadaka. Unaacha nidhamu, unatoa mustakabali, future yako, ili upate starehe ya muda. Na ni starehe, ni kweli ni ya muda, kwa sababu utakuja kujuta baadaye. Kwa hiyo unatoa sasa hivi, nidhamu yako unaiuza, unatoa future yako. Kama mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa nani yule aliuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza? Unamfahamu? Anaitwa nani? Esau. Akauza haki ya uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya nini? Ya supu. Baadaye akaja kujuta. Wote tuna haki zetu za uzaliwa wa kwanza. Kuna watu wana exchange, wanauza kwa ajili ya starehe ya muda. Kwa hiyo tukaangalia madhabahu ya sifa za watu. Unataka tu unaishi ili kupendeza watu, ili kupendwa na watu. Ukweli unaachiliwa mbali ili watu tu wakusifie. Ili watu wakusifie. Kwa hiyo unatoa utu wako, unapata kukubalika, acceptance. Unadi watu umenikubali nilivyovaa, nilivyoenda na muda. Hujali kwamba nidhamu yako binafsi, ya familia yako, ya kwako, unaangalia sifa za watu. Tukaangalia madhabahu ya kazi isiyo na Mungu. Kazi kwako inakuwa Mungu. Hakuna muda wa Mungu. Hakuna muda wa familia. Hakuna muda wa maadili. Hakuna muda wa ibada. Kazi inakuwa ni madhabahu. Kwa hiyo huna muda na mambo ya Mungu. Tutaangalia leo namna ya kujenga madhabahu. Madhabahu ya njia chafu za mafanikio. Tukaona rushwa. Kwa nchi yetu hii na nchi za Kiafrika inakuwa kama madhabahu, ni kama Mungu kabisa. Hila, uongo. Kwa hiyo unatoa heshima, unapata nafasi. Unatoa heshima,
unapata nafasi. Na tukaangalia namna ambavyo madhabahu zinavyowakwamisha watu. Kwa namna gani madhabahu zinakwamisha watu? Tukasema zinabadilisha mfumo mzima wa maisha ya mtu. Sio tu tabia, ni mfumo wako wa kuishi unabadilika. Utaanza kupelekeshwa hata kama utaki. Tutaona leo namna ya kuzijenga za kimungu. Zinahitaji sadaka. Kila madhabahu inahitaji utoe kitu. Sasa sadaka tunapoongelea sio fedha tu. Nimeshasema unaweza ukauza maadili yako ukapata pesa, kwa sababu zinataka sadaka. Unaweza ukauza utu wako, ukauza uaminifu ili upate kitu. Unaacha kuwa mwaminifu. Kwa hiyo hapo exchange, hiyo ni sadaka umeitoa. Unaweza ukatoa muda wako, unaweza ukatoa ndoto zako. Tukaangalia zinakufunga kiroho, unakuwa mtumwa wa kile unachokitumikia. Na hapa watu wengi sana wamefungwa na hizi madhabahu. Zinawafunga. Sasa ninapoongelea madhabahu sasa hivi siongelei yale mambo ambayo tunayaona huko wazee wetu walikuwa wanaenda kutumika. Hapana, ni hii mifumo ya kawaida. Kwa hiyo zinakufunga kiroho, unakuwa mtumwa. Mtu anashindwa, nimeandika hapa, mtu hushindwa na kile kinachomtawala. Unashangaa unaanza kutawaliwa na tabia fulani, huwezi acha, lazima uifanye, kwa sababu unakuwa mtumwa. Umejitengenezea madhabahu ile eneo. So madhabahu ya Baali zinazuia uwepo wa Mungu. Huwezi kuwa na madhabahu mbili. Tuliona wiki ile siku ile Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari 21, anasema naye Eliya akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni; bali ikiwa Baali ndiye Mungu, haya, mfuateni. Wale watu hawakumjibu neno. Sasa hao watu walikuwa na Mungu Baali, alafu wanasema pia wanamtegumia huyu Mungu. Jamaa akamwambia, no, hamwezi kukaa sehemu mbili. Hauwezi kuchagua moja. Kama uko kwa Mungu, uende kwa nani? Kwa Mungu. Kama uko kwa shetani, uende kwa nani? Kwa shetani. Zinaua ndoto. Hizi madhabahu zinaua ndoto zako taratibu. Zinatoa mafanikio ya haraka, lakini slowly, kidogo kidogo, zinaharibu future yako. Zinaharibu future yako. Sasa kwa nini lazima zibomolewe? Yosia tunamuona ili afanikiwe, hakuziacha. Alizifanyeje? Alizibomoa. Kwa sababu gani? Huwezi kujenga maisha mapya juu ya madhabahu ya zamani. Na tutaona leo, huwezi kujenga maisha yako mapya juu ya madhabahu za zamani. Lazima ubadilishe mfumo wako wa maisha, mfumo wako wa kutenda mambo. Huwezi kufikia ndoto safi kwa mfumo mchafu. Utaweza. Huwezi kumtumikia Mungu na mfumo wa Baali kwa pamoja. Ndio maana akasema chagueni vile mtakaye mtumikia. Hata Joshua alisema hivyo. Aliwaambia watu, chagueni mtakaye mtumikia. Kama ni Mungu, tumikie. Lakini akajitoa akasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Tutamtumikia Bwana. Na nikawaambia namna gani unaweza ukabomoa madhabahu. Tuliziangalia. Naenda haraka sababu ni somo nafanya review, narudia. Nataka nianze somo la leo kwa nusu saa, somo powerful la leo, na tunalimaliza leo na tunapata muda wa kuomba hapa. Tuliangalia namna ya kubomoa madhabahu za Baali. Tuliangalia njia kama 4, si 3. Jambo la kwanza, tambua ni nini? Tambua ni nini unakitolea sadaka kila siku. Kitu gani kinakula muda wako sana mpaka upate muda wa Mungu? Lazima utambue ni kitu gani hicho. Sasa ninapoongelea sadaka siongelei tu fedha, si ndio? Tumesema nidhamu unaweza ukaitoa kama sadaka. Uaminifu unaweza ukautoa kama sadaka. Muda wako. Kwa hiyo angalia ni kitu gani ambacho kinakulia muda mwingi unakitolea sadaka kila siku. Kitu gani? Niambia, unaweza ukaangalia sasa hivi, unaweza ukaenda kanisani ukakosa sadaka ya kutoa, lakini simu yako lazima uilishe vocha. Si ndio jamani? Sasa uangalie hivyo, sadaka upati, lakini simu ikiisha MB saa 5 usiku, inabidi uanze kutafuta duka liloko wazi, kwa sababu huwezi lala bila kuangalia TikTok, bila kuangalia Instagram. Kwa sababu angalia ni kitu gani unakitolea sadaka, ni kitu gani ambacho maadili yako unaona kama yanachotwa. Unaacha mambo ya Mungu mazuri, maadili una compromise. Nikiongea Kiingereza, unaanza ku compromise kufanya nini? Yaani unaacha imani yako kwa sababu ya vitu. Kwa hiyo tambua kwanza ni kitu gani. Ukishatambua, amua kubadilisha mfumo, si tabia tu.
Ya mtazamaji, napenda kukaribisha kwenye kampuni yetu inaitwa Life Rise Academy. Ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa training kwa makampuni. Tunamshukuru Mungu, tumefanya kazi na makampuni mengi sana mpaka sasa. Tunaamini katika kurise, katika kuinua watu watendaji. Ukiinua wafanyakazi, umeinua kampuni. Tunafundisha masomo ya emotion intelligence, namna kujua kutawala hisia, mambo ya uwajibikaji, accountability, mambo ya mindset transformation, mambo ya stress management. Tunaamini kabisa ukifanya kazi na sisi utapata matokeo yaliyochanya. Pia tuna kitengo kwenye Life Rise Academy kinachohusiana na masuala ya mahusiano, relationship. Tunajua sasa hivi kuna changamoto kubwa sana za mambo ya marriage. Divorce rate imekuwa kubwa sana nchini kwetu. Kwa hiyo tuna kitengo maalum ambacho tunatoa counseling ya masuala ya ndoa. Tuna masuala ya premarital counseling, tunazitoa counseling mbalimbali za ndoa tunazitoa. Kwa hiyo tunaomba wasiliane na Life Rise Academy ili uweze kupata mafundisho mbalimbali ambayo yataweza kusaidia. Tutafurahi kufanya kazi na wewe, kampuni, mtu binafsi, tunafanya kazi na wewe na tutakupa kitu kilicho bora. Tunaamini sana katika excellence. Kwa hiyo karibu sana Life Rise Academy. Wasiliana na sisi kwa namba hizo hapo. Mungu akubariki sana. Usipobadilisha mfumo wako, nitakuelezea leo. Usipobadilisha mfumo wako, utarudi kwenye hiyo hali, nitakuonyesha. Kuna watu wanabadilisha, anataka unapambana kubadilisha tabia, hujabadilisha mfumo. Kuna vitu, kwa mfano wewe ni mtu wa umejaza picha za pornography kwa mfano kwenye simu yako. Alafu una tabia, mwili wako unakusumbua. Kubadilisha mfumo ni kudelete picha zote zilizopo. Umesema kuanzia sasa na delete, naanza kuweka mambo ambayo yanamtukuza Mungu. Hapo umebadilisha mfumo. Sio? Hapo umebadilisha mfumo. Unaanza kuishi maisha mengine kabisa. Amua kubadilisha mfumo, alafu vunja kabisa. Sio kupunguza. Amua kabisa sasa, rafiki huyu hanifai, ananiharibia future yangu. Mwanzo itauma, lakini ni maamuzi magumu lazima ufanye. Tulimuona huyu kijana, ili afanikiwe ilibidi abomoe. Na niliwaonyesha kuhusu Gideon. Mnakumbuka? Alienda usiku akabomoa madhabahu yote, akaponda. Alikuwa na uwezo, lakini madhabahu ya Baali ikamfanya ajione hawezi. So vunja kabisa, acha mazingira, toka kwenye mazingira mabaya yanayokushawishi kwenye hiyo tabia. Toka kwenye marafiki wabaya ambao wanakupotezea maadili yako, nidhamu zako. Vunja, huko ndio kuvunja. Unaweza ukaumia kwa sababu umezoea hiyo hali, lakini fanya kama mwana mpotevu. Alisema, alibadilisha mfumo. Alisema, nitarudi, nitaenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na juu ya nchi, sistahili tena kuitwa mwanao, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Biblia inasema akageuka, akaenda kwa baba yake. Huko umebadilisha maisha. Hii kubaki unajionea huruma, utakufia kwenye hiyo hali. Unafia kwenye hiyo hali. Unavunja kabisa marafiki. Unasema huyu rafiki, maisha haya siyataki tena, ninaanza maisha. Halafu baada ya hapo, jenga madhabahu mapya ya Mungu. Sasa hapa ndio litakuwa somo langu la leo. Jenga madhabahu mapya ya Mungu. Nimeandika hapa kwa makusudi, nimesema hivi, Yosia, huyu kijana huyu, hakusafisha juu. Alishughulika na mizizi ya mfumo wa maisha. Ndicho ambacho nataka niende taratibu sasa hivi kwa dakika zilizobaki mbele yetu. Dakika 40, dakika 30. Alishughulika, alienda kwenye mizizi ya mfumo wa maisha. Kama utasahau, Biblia yote usisahau hiyo mstari ambao tumeisoma karibia nusu mwaka wote toka mwaka jana. Kuna siri kubwa sana za mafanikio ziko pale. Na tumemwona alikuwa ni kijana. Sanamu inaweza ikawa ni matokeo tu ya nje, lakini madhabahu ndio yanakuwa chanzo cha matatizo mengi yanaysumbua sasa hivi vijana. Kwa hiyo kabla hujabadilisha maisha yako, lazima ubomoe madhabahu inayoyaendesha maisha yako. Maisha yetu yanaongozwa na kitu fulani. Kwa hiyo kabla hujaamua kubadilisha maisha yako, lazima udili na hizo madhabahu. Sasa ninajua na tatizo nikiongea madhabahu, kuna sura ambayo tunajua madhabahu ziko kule Moshi,
ziko kule Singida. Sio hizo ninazoongelea, ni mifumo ya maisha. Mifumo ya maisha ambayo tunaifanya. Kwa leo nielewa kwenye hili somo atakuwa amenielewa. Sasa leo tunataka tuangalie, somo langu la leo ni kujenga madhabahu ya Mungu. Naomba turudie yote, kufanyeje? Kujenga madhabahu ya Mungu. Kufanyeje tena? Kujenga madhabahu ya Mungu. Amen. Ndio somo letu la leo. Pale nilikuwa ninarudia kwa ajili ya wageni. Leo tunaanza na tunamaliza somo letu kwa kujenga. Tumeshabomoa, si ndio jamani? Tumeshasafisha. Tumeshabomoa maashera, jua, si nini. Sasa leo tunaenda kujenga madhabahu ya Mungu. Leo nimeandika pale, tunaingia kwenye kilele cha somo letu. Na kilele chetu hakipo tu kwenye kubomoa, bali pia kipo kwenye kufanyeje? Kujenga. Baada ya Yosia tumemwona, baada ya kuondoa mahali pa juu, na niliwaonyesha mahali pa juu ni nini. Mnakumbuka wale mliokuwepo Baada ya kuondoa mahali pa juu, baada ya kuondoa maashera, nilionyesha mpaka picha za maashera. Nakumbuka Baada ya kuondoa sanamu, nakwambia maana ya sanamu. Kuna madhehebu mengine wanazaniaga Wakatoliki ndio wanaabudu sanamu. Nilishakwambia maana ya sanamu, mmeelewa? Sawa? Baada ya kubomoa madhabahu ya Baali, hatua inayofuata ni kujenga madhabahu ya Mungu. Kujenga madhabahu ya Mungu. Sasa nianze na nimesha tafsiri madhabahu ya Baali. Si mnakumbuka Nikasema Baali ni nani, na nikasema madhabahu ni nini, na nikasema Baali ni nini, na nikasema madhabahu ya Baali ni nini. Sasa leo tunaongelea kujenga madhabahu ya Mungu. Na ninakwambia, nataka nikuelezee nini maana ya kujenga madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu ni mfumo wa maisha unaompa Mungu nafasi ya kwanza kila siku. Mliona madhabahu ya Baali, anaabudiwa Mungu ambaye sio Mungu wa kweli. Sawa? Mungu wa uongo. Sasa tunapoongelea madhabahu ya Mungu, naomba unisikilize, itakusaidia sana kuelewa. Madhabahu ya Mungu ni mfumo, haiwi tabia. Ni mfumo ambao unauweka wa kumpa Mungu nafasi ya kwanza kwenye maisha yako kila siku. Na mtanielewa kidogo. Ni mfumo. Naposema mfumo ni system, ni structure umejiwekea, inafahamika kwamba ipo nafasi ya Mungu kwenye maisha yangu. Mungu ni namba moja, na nitakuelezea. Haikuzuii wewe kuendelea kufanya kazi zako. Haikuzuii wewe kuendelea kufanya kazi kwa juhudi. Lakini nafasi ya Mungu kwako kila siku ipo. Kama ni kampuni, kama una biashara yako, kama hivi sasa hivi unavyoona hapa tunavyofanya, mkurugenzi hapa amemwekea Mungu nafasi yake. Kwa mwezi wote mnafundishwa, lakini kila siku mnakutana kusali, si ndio? Mnakutana kila siku asubuhi. Wangapi wamesali leo asubuhi? Asante, mpigieni Mungu makofi. Huo ni mfumo. Na wenzetu Waislamu, kuna Waislamu hapa? Naomba wanyanyue mikono wao, rafiki zangu Waislamu. Wanatengeneza mfumo, si ndio? Wana mfumo wa kusali. Utakuta kuna wanasali kwa siku mara ngapi? 5. Ni mfumo. Anasali asubuhi, saa 7, saa 10, 12, saa 2 usiku. Lazima aende. Kinakuwa na mpaka ukimwangalia unamuona ana alama hapa. Umeshawaonaga? Ile alama haiji bila mfumo. Haiji kwa kubahatisha. Sasa si Wakristo kuna watu mnabahatisha mambo. Tutaongea leo. Ile na madhabahu ikikaa, ukishajenga maisha yako yakawa madhabahu, ukajenga madhabahu ya Mungu mahali, lazima Mungu akutane na wewe pale. Lazima. Na Mungu, tamaa ya Mungu, sisi wote tufanyike madhabahu. Tumjengee Mungu madhabahu wote. Ukimjengea Mungu madhabahu, hakuna mtu anaweza kugusa maisha yako. Hayupo atakayepambana nao. Tatizo mtakuja kuona, tuna miungu miwili. So madhabahu ni mfumo. Sawa, ile neno mfumo very important. Mfumo wa nini? Wa maisha unaompa Mungu nafasi ya kwanza kila siku. Kwa hiyo tunaweza tukasema madhabahu ya Mungu ni mahali pa maombi. Ni mahali pa neno la Mungu.
Kama hapa sinaona ni mahali pa nidhamu kwa wafanyakazi. Nitaelezea. Ni mahali pa maamuzi sahihi ambayo mtu anayafanya, na ni mahali pa uaminifu. Nimeziweka hizi hapa 1, 2, 3 kwa sababu zinaendana. Sisi ni wafanyakazi. Hii ni fellowship ya wafanyakazi, ya watu wanayefanya kazi. Ni maisha yanayoongozwa na Mungu, sio tamaa. Hiyo ni madhabahu ya Mungu. Ni mahali ambapo neno la Mungu linafundishwa. Ni mahali ambapo maombi yanafanyika. Ni mahali ambapo kuna nidhamu binafsi. Ni mahali ambapo maamuzi sahihi yanafanyika, na ni mahali ambapo ni watu wako ni waaminifu. Sasa kwa nini haijatosha tu kubomoa tu? Sababu vijana wengi na watu wengi, Wakristo wengi wanaishia hapo. Wanabomoa lakini hawafanyeji? Hawajengi. Haitoshi tu kubomoa, nitakuonyesha. So watu wengi wanaacha dhambi, safi. Wengine wanaacha tabia mbaya, safi kabisa, wala hamna shida, lakini hawajengi kitu kipya. Na nisikia wadogo zangu na dada zangu mlioko hapa na kaka, wanafanyeje? Wanaacha dhambi. Anasema kuanzia leo naacha. Kuanzia leo naacha hii tabia. Hayo ni maamuzi mazuri, lakini baada ya kuamua hivyo, inatakiwa ujenge mfumo mpya. Ukiacha hauna mfumo mpya, utarudi nyuma. Baada ya kubomoa unafanyeje? Nirudieni. Baada ya kubomoa unafanyeje? Unajenga kitu kipya. Na utagundua kwa nini kuna watu waliacha dhambi, baada ya muda wakarudia, kwa sababu hawakutengeneza mfumo mwingine. Sasa leo ni somo la mwisho, sio kwamba tukutane tena, ni somo la mwisho kwenye mfululizo tulioenda nao. Sasa nimesema hapa, matokeo wanarejea pale pale kwa sababu hawajajenga kitu kingine kipya. Huwezi kushinda dhambi kama hauna mfumo ambao kama hujajenga madhabahu mpya, hutaweza kushinda dhambi. Sasa nielezee. Kwenye Mathayo sura ya 12 mstari wa 43 na 45 anatuambia siri ya ajabu sana, na of course ukiendelea 46 na 47 anasema, pepo mchafu amtokapo mtu kupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Kwa hiyo ukienda mahali ukakemewa, unaenda Emmaus, umeenda kwenye mkutano wa Injili, ukakemewa, pepo likatoka. Sawa? Si limetoka litaondoka. Tunategemea baada ya kutoka, hakuna vacuum, wanasemaga hakuna empty space. Lazima kuna kitu unakiweka. Either ni madhabahu ya Mungu au madhabahu ya Baali ya hiyo mifumo. Sasa akitoka, anaondoka. Alafu atarudi. Kama hujajaza kitu kingine, anakuja anakaa. Na Haji mwenyewe anakuja na rundo la wasaba. Ndio maana unaona mtu anarudi anakuwa mbaya kuliko mwanzo. Si kama umeshaona watu. Anazidi anakuwa mbaya kuliko zamani. Nini kimetokea? Hakujenga kitu kipya. Katolewa pepo, kaombewa, kaenda, lakini hajajenga kitu kipya, hajajenga madhabahu mpya. Kwa hiyo linaenda linazunguka, linarudi, hata atasema nitarudi nilikotoka. Hata akija ione tupu, imefagiwa na kupambwa. Sorry, akikuta tupu, hakuna kitu kingine umekijaza, anakaa. Sasa ukiendelea mstari wa 46, 47 anasema wanakuja na wengine, anaalika wenzake, wanakuja wanakaa kwenye hiyo nyumba. Kwa sababu pepo lilitoka, hakukujengwa kitu kingine. Si kama mnanielewa ndugu zangu? Sawa? Yes. Sasa muhimu sana. Ukivunja bila kujenga, utaanguka tena. Ndio maana leo nataka tufanye kitu permanent cha milele. Kwa hiyo, kwa namna gani tunaweza tukamjengea Mungu madhabahu? Kama wafanyakazi wa Silver Paradise, na kama vijana, na kama wengine wa mama wako mahali hapa, watu wazima. Ni kwa namna gani unaweza kumjengea Mungu madhabahu? Ni muhimu sana hapa. Nitaenda taratibu na pointi, kuna namna kama 5 hivi. Namna za kumjengea Mungu madhabahu. Namna ya kwanza inaitwa madhabahu ya maombi. Madhabahu ya nini? Ya maombi.